Unajua hisia ya kugundua kuwa rafiki yako wa dhati, dada uliyemwamini kwa maisha yako yote, ndiye aliyekuwa adui wa ndoto zako? Na mbaya zaidi, unagundua kuwa baba wa watoto wako pacha ambao umewalea kwa shida kwa miaka 15, ni mume wa huyo rafiki yako. Karibuni kwenye A Flicker of US. Hapa, upendo ni mshumaa unaoweza kukuongoza au kukuungulia nyumba nzima. Simulizi inaanza na Tiwa na Lala, wasichana wawili kutoka maisha ya dhiki. Mama yake Tiwa amefariki, na Tiwa anasema, "Poverty knew me by name, but it wasn't a relationship I was in by choice." Wanaweka ahadi nzito, hakuna wavulana, hakuna ngono, ni kusoma tu ili wapate udhamini scholarship wa kwenda nje. Lakini usiku mmoja wa sherehe unabadilisha kila kitu. Lala anaenda kwenye party, Tiwa anabaki nyuma. Lala anakutana na kijana anayejiita Baby. Matokeo ya mtihani yanatoka. Tiwa anafeli, au tuseme anadhulumiwa nafasi yake. Tiwa analia akisema, "My life is over. I missed it. The only chance and I missed it." Lakini siri nzito inafichuka, Tiwa ni mjamzito baada ya usiku ule mmoja na Baby. Lala, badala ya kumsaidia rafiki yake, anatumia siri hiyo kumchongea Tiwa kwenye bodi ya shule. Tiwa ananyang'anywa nafasi, na Lala anaichukua na kuondoka mjini bila kuangalia nyuma. Lala anarudi mjini akiwa mwanamke aliyefanikiwa, ameolewa na tajiri anayeitwa Nova. Lakini hana watoto. Anakutana na Tiwa ambaye sasa ni mama wa pacha wawili, Alex na Alexis. Tiwa anamwambia Lala kwa ukali, "You chose yourself. You chose to look out for you and you left me and never looked back." Lala anaomba msamaha, akijifanya anataka kurekebisha makosa kwa kuwasaidia watoto wa Tiwa wapate scholarship ya kwenda Marekani. Hapa ndipo mambo yanapochafuka. Nova, mume wa Lala, anakutana na Tiwa na watoto wake. Nova anagundua kitu cha kutisha. Jina la utani la Nova alipokuwa kijana lilikuwa Baby. Nova anakiri kwa Lala, "I was the guy 15 years ago. I met her at that party." Dunia ya Lala inapasuka. Mume wake ndiye baba wa watoto wa rafiki yake wa zamani. Anajaribu kuficha ukweli huu, anamwambia Nova, "What she doesn't know wouldn't kill her. We are not telling her." Lala anaendelea na mchezo wake wa kinafiki. Lakini Nova anashindwa kujizuia, anataka kuwajua wanaye. Wakati huo huo, Tiwa na Nova wanajikuta kwenye mazingira ya karibu, na Nova anamsaidia Tiwa aliyeteguka mguu. Usiku mmoja, Nova anashindwa kudhibiti hisia zake na kulala na Tiwa tena, usaliti juu ya usaliti. Tiwa anatuma voice note ya majuto kwa Nova, ambayo Lala anaipata. Lala anasoma ujumbe na kupiga kelele, "Explain. It's not what it looks like." Ukweli wote unakuja mezani. Tiwa anagundua kuwa Nova ndiye bebi wake, na Lala alijua hilo lakini akamficha. Tiwa anamwambia Lala, "You are my sister and you are sleeping with my husband." Lala anajaribu kujitetea kuwa alimficha Nova ili kumlinda Tiwa, lakini Tiwa anamjibu, "I was protecting your raggedy ass while you were busy sleeping with my husband." Mwishoni, Nova anaamua kuwajibika kwa watoto wake. Tiwa anapata visa yake ya kwenda UK kufanya kazi. Lala, baada ya kuona amepoteza kila kitu, anaamua kusamehe ili asibaki peke yake, lakini anaweka mtego wa mwisho. Wakati Tiwa akijiandaa kuondoka kuelekea uwanja wa ndege na watoto wake kuanza maisha mapya, Lala anamfuata na kumkumbatia. Anamnong'oneza, "Nimekupatia kila kitu Tiwa, visa, pesa, na baba wa watoto wako. Furahia maisha yako UK." Tiwa anapoingia kwenye gari, anafungua bahasha aliyopewa na Lala, anakuta barua ya DNA. Inathibitisha kuwa pacha hao ni wa Nova, Lakini. Kuna karatasi nyingine ya daktari inayoonyesha kuwa Lala alikuwa anajua tangu mwanzo kuwa Nova hawezi kupata watoto wengine baada ya ajali ya utotoni aliyomficha. Twist halisi. Lala hakumficha Nova kwa sababu ya upendo, bali alimtumia Tiwa kama kiwanda cha kumzalia watoto mume wake ili mali za Nova zisipotee, na sasa anapanga kuwafuata UK kuwachukua watoto hao kisheria kama mama mlezi. Je, Lala ni rafiki wa kweli au ni mchezaji wa chess anayetumia maisha ya watu kama vikaragosi? Kwenye maisha, miale ya matumaini inaweza kugeuka kuwa moto wa kulipiza kisasi. Hii ndio A Flicker of US.